Mtume alayhi salatu wassalam asema, tekelezeni ibada ya hija na ibada ya umra. Tekelezeni ibada hizi, hakika ibada hizi zinaondosha dhambi na ufakiri. Zinaondosha dhambi, kwanza dhambi zinafutwa, lakini na ufakiri unaondolewa, kama ambavyo moto unavyosafisha chuma. Mfano wa mtu mwenye ufakiri anapotekeleza ibada ya hija kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kukamilisha nguzo za Uislamu, si kwa ajili ya riaa wala sum'a. Hatekelezi ibada hii ili aonekane kwamba fulani kenda hija, mimi kwa nini nisiende? Watu wanamuita alhaji, kwa nini mimi sipati jina hili? Ngoja nami niende nipate jina hili. Amekwenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu anafutiwa dhambi zake. Na pia tufahamu ya kwamba yeyote mwenye kufa na akawa haja hiji na hali ya kuwa anao uwezo wa kutekeleza ibada ya hija, faliyamut inshaa yahudiyan au nasraniya, wakati wa kufa kwake mtu huyo achague akitaka afe myahudi au afe mnasara, lakini hafi akiwa ni Muislamu. Kadhalika hakuna udhuru wowote wa kuacha kutekeleza ibada ya hija au kuichelewesha ibada ya hija liman malaka alistitaa, kwa yule mtu ambaye atakuwa amemiliki uwezo. Kuna watu wanao uwezo lakini mtu akawacha kuhiji au akachelewesha, sababu bwana, nina mambo mengi, shughuli zangu nyingi, kwa hiyo wacha nipange mambo yangu, nitatekeleza ibada hii. Wengine wana uwezo mpaka wa kuwapeleka watu wengine, kila mwaka anapeleka watu 3, 4, 5 anawapeleka hija, kwamba mimi nishapeleka watu wengi. Bado hujatekeleza faradhi, bado una deni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mtu huyu hana udhuru wowote wa kutotekeleza ibada ya hija. Hakuna garanti ya uhai. Leo upo hai, tekeleza wajibu huu ili ukakutane na Mola wako ukiwa umeridhiwa.